Na mimi nina kila sababu ya kumshukuru Mungu kwa kuwa nimefunguliwa. Namshukuru Mungu. Amina. Umefunguliwa nini? Hebu waambie. Nilishikiliwa na mapepo mengi sana. Wachawi wengi walikuwa wakinizunguka. Walishikilia ufahamu wangu. Namshukuru Mungu nimefunguliwa. Walikuwa wanakuzunguka na kina nani? Ibilisi wabaya, wachawi. Wachawi? Ndio. Walikuwa wanakuzungukaje? Walikuwa wakinitumia mimi katika shida zao. Wanakutumiaje? Kwa kunituma niende nikafanye vitu vibaya katika nyumba za watu. Walikuwa wanakutuma unaenda kufanya vitu vibaya katika nyumba za watu? Ndio. Ulikuwa peke yako kama mlikuwa wengi? Tulikuwa wengi. Mlikuwa wengi? Ndio. Umefanya kwa muda gani? Kama mwaka jana. Kama mwaka jana? Ndio. Ilianzaje? Nilikuwa na rafiki yangu mmoja ambaye ni jirani yangu, ni ndugu yangu, mtoto wa bibi. Yule rafiki yangu yeye alikuwa ananiambia vitu ambavyo mimi mwenyewe nilikuwa nashangaa. Alikuwa akiniambia kuwa wenyewe waga wanapanda magari ya usiku. Nikamwambia hayo magari gani? Yeye akaniambia we twende tukapande utaelewa tu. Tukaendelea vile vile, mimi nikawa napenda sana kwenda kwao. Ukawa napenda kwenda kwao? Ndio. Ulipoenda kwenda kwao akawa wanasema wao wanapanda magari ya usiku? Ndio, nikawa napenda sana kwenda kwao, nalala. Nikawa nyumbani sipendi sana kukaa, nikawa napenda sana kwenda kwao. Ninyi mnaopenda kwenda kulala kwa watu, nitaka nianzie hapo. Ikafika mahali nikawa nashangaa tunatumwa kwenda kufanya kazi sehemu mbalimbali. Wakati wa usiku. Wakati wa usiku? Ndio. Mlikuwa mnatumwa kazi kama kazi gani? Kama kwenda kuua watu. Kuua watu? Kuwakandamiza watu. Kuwakandamiza watu? Ndio. Na mlikuwa mkienda kuua watu, mlikuwa mnaenda kwa njia gani? Tulikuwa tukitaka kwenda kumuua mtu, tunaenda na huyo rafiki yangu, yeye ambaye ni mkubwa kwangu. Tulikuwa tunaenda wote. Tunakuwa na bibi yetu huyo. Yeye ndo anakuwa dereva, anaendesha gari. Tukifika kule, gari linakuwa ni gari la aina gani? Gari ambalo wanalitumia wao ni ungo. Ungo? Ndio. Kwa ungo ndio gari? Ndio. Ungo mkubwa kiasi gani mpaka mkaenea wote? Ungo wenyewe ni mdogo lakini mnapanda watu wengi. Ungo mdogo lakini unapanda watu wengi? Ndio. Masharti ya kupanda ungo inatakiwa ufanyaje? Ukitaka kupanda mle ili usianguke, inatakiwa ufumbe macho. Ili usianguke lazima ufunge macho? Ndio. Okay, ukifungua umeanguka? Ndio. Ndio hao tunaonaga wachawi wameanguka? Ndio. Wala wanakuwa wamefumbua macho? Ndio. Kuna wambea hapa mkiwa wachawi lazima muanguke tu. Kwa hiyo sasa mlikuwa mnaweza mkatoka wapi hadi wapi? Tulikuwa tunaweza kutoka kule kwetu Njombe hadi Dar es Salaam tunafika. Njombe jamani, Njombe. Njombe kuna mambo mengi. Kwa mnatoka Njombe mpaka Dar es Salaam? Ndio. Njombe hadi Dar es Salaam naweza mkatumia muda gani? Hata nusu saa ifike. Nusu saa? Mmekuwa mmeshafika hapo? Ndio. Na mkifika mnaenda moja kwa moja kwenye hiyo nyumba? Ndio. Mnaingiaje? Tukifika pale tunaingia kwenye kona nyumba yake. Kwenye kona? Ndio. Ndio mnaingia hapo? Ndio. Ni kitu gani kinaweza kikawazuia mkashindwa kuingia kwenye nyumba? Kama huyo mtu ana maombi, kama huyo mtu ana Mungu, ana maombi sana, mnaweza mnashindwa pale kuingia kwenye nyumba ile. Kwa mtu akiwa ana maombi sana na Mungu mnashindwa kuingia kwenye ile nyumba? Ndio. Kwa mkishindwa mnafanyaje? Mnarudi? Ndio. Na huwa mnajipanga vipi kurudi tena kwenye ile nyumba ambayo mlishindwa kwanza? Tunaenda kwanza kumwambia mwenyewe bibi. Anaenda mwenyewe kama sisi tumeshindwa. Kwa kama ninyi mmeshindwa anaenda mwenyewe? Ndio. Huwa hamjamsindikiza kwenda mara ya pili ukaona anafanya nini? Hatujawahi, alikuwa anatuambia tu sisi tubaki. Yeye ndo anaenda? Ndio.
Alishawahi enda mliposhindwa ninyi na akamuua yule mwenye maombi? Hapana, hajawahi. Huwa naye anarudi? Ndio. Kwa mtu mwenye maombi kuingia kwake ni shida? Ndio. Ni watu wa aina gani ambao ni rahisi kuwaingilia na kuwaua? Mtu ambaye haendi kanisani. Yaani yeye yupo tu, anazula mtihani, anakunywa pombe. Na sifa nyingine ambazo unazikumbuka za mtu ambaye ni rahisi kumuingilia na kumuua? Kama mtu ambaye hampendi Mungu, ni rahisi sana. Ni rahisi? Ndio. Au mtu ambaye haombi wakati wa kwenda kulala. Mtu ambaye haombi wakati wa kwenda kulala? Ndio. Ni rahisi kwenda kumuua? Ndio. Akiomba tu mnashindwa kwenda kumuua? Ndio. Na mkimuua mnaondoka naye pale au mnafanyaje? Tunaondoka naye. Mnaondoka naye? Ndio. Mnaenda huko? Ndio. Mkienda naye huko mnamfanya nini? Tunaenda kumla. Mnamla? Ndio. Mnamla akiwa mnampika ama mnamla mbichi? Tunaweza tukamkaanga au tukamla akiwa mbichi. Mnaweza mkamkaanga ama mkamla akiwa mbichi? Ndio. Na huku nyuma sasa, kwa wale ambao wamesema msiba umetokea, huwa mnafanyaje sasa mpaka wale msiba uendelee wakati nyinyi mmeshamchukua ule mtu? Wenyewe wanaweza wakasema pale mtu amebaki, lakini kumbe pale nakuwa hajabaki mtu. Hajabaki mtu. Ndio. Sasa nyinyi mkimchukua mnaacha kitu gani pale ili wale waone kwamba kuna mtu? Tunaweza tukaacha kama mgomba wa ndizi, ila anakuwa ni mtu yeye, lakini kumbe sio mtu. Mnamwacha kama mgomba wa ndizi. Lakini kumbe anakuwa sio mtu. Lakini anakuwa sio mtu. Ndio. Kwa wao wanaenda kuzika, kumbe ni mgomba. Ndio. Na nyinyi mnakuwa mmeshamchukua. Ndio. Kwa hiyo mtu anayeumwa huwa mnatanguliza kuweka magonjwa wenyewe ndio mnamuua, ama mnamvizia magonjwa yakimwendea ndio mnamuua? Tunaweza tukamweka magonjwa wenyewe, halafu tukija tunammalizia. Mnammalizia? Kwa mkimmalizia mnammaliziaje? Mnamfanyaje ili kummalizia? Tukiona yule mtu au yupo hospitali anaumwa, hapo ugonjwa tulishamweka, tunanandio, tukifika pale natumwa au anaenda yeye mwenyewe anamalizia. Anamalizia? Ndio. Halafu anaondoka naye? Ndio. Kwa akifika na waita ndio mnamla? Ndio, anawaita wenzake wote, anakuwa watu wengi. Ndio. Kwa watu wanaokuja kanisani kama hivyo waliosimama kiroho ndio mnawashindwa? Ndio. Wala wanaokuja kanisani kutimiza wajibu tu mnaweza mkawaua? Kuna wengine wanaweza wakawa wanakuja kanisani ila wanakuja tu, wanakuwa wenyewe wanakuja tu kanisani mradi wamekuja tu, wanakuwa hawana nguvu ya Mungu. Wale pale nao tunaweza kuwaua. Mnaweza kuwaua? Ndio. Kwa lazima ukija kanisani uwe na nguvu za Mungu? Ndio, na uwe na maombi sana. Uwe na maombi sana? Ndio. Wewe ukienda msibani unaweza ukajua ya kwamba huyu ni mgomba ama ni mtu halisi? Nina uwezo wa kujua. Unaweza ukajua? Ndio. Kwa unaona mgomba pale? Ndio. Na unakaa kimya? Ulishawahi enda msibani ukaona mgomba? Ndio, nishawahi tena kwenye msiba wa ndugu yangu. Ulikuwa ni msiba wa ndugu yangu. Msiba wa ndugu yako? Ndio. Ukaona mgomba? Ndio. Na ukakaa kimya? Ndio. Hii siri haujawahi toa kwa ndugu zako? Sijawahi mwambia mtu yoyote. Mpaka lini? Sijawahi mwambia mtu yoyote, ila nilipofika huko ilikuwa ni siku ya Jumapili. Jumapili? Ile siku ya Jumapili ulisema, ile siku ya Jumapili nilipotoka hapa nikafika nyumbani, ile ambayo tuliomba kusambaratisha giza. Ndio. Nikafika nyumbani, baba akaniombea. Nikaona kuna sauti imekuja imeniambia hivi ongea. Nikaanza kuongea, ndio nikamwambia baba kila kitu. Ukamwambia baba kila kitu? Ndio. Na ulivyotoka siku ya Jumapili ulivyosema hawajaja kukuchukua tena uende ukaue watu? Ndio, ila ilipofika siku ya Jumatatu kuna sauti kanijia ikaniambia hivi, kwa nini umesema? Kwa nini umesema? Nakumbuka niliambia siri kisha tolewa ni kosa. Toka hapo
Hakuna kitu chochote kilichokuja kwangu. Toka siku hiyo hamna kitu kuja tena kwako? Ndio. Ulishawahi paa peke yako? Hapana, mimi sijawahi paa peke yangu, bali tulikuwa na mwenzangu. Mwenzako ndio alikuwa na uwezo wa kuamsha ndege? Ndio. Rubani. Yeye yupo amaliza form 4. Yeye amemaliza form 4. Ndio. Sasa huyu mtu aliyemaliza form 4 alivyokuwa anasoma, alikuwa anasoma akiwa mchawi. Ndio. Vipi kama akigombana na mwanafunzi mwenzie? Akishagombana na mwanafunzi mwenzie na kuja kumwambia mama yake. Mama yake anaweza kumfanyia kitu kibaya yule mwanafunzi. Anaweza kumfanyia kitu kibaya yule mwanafunzi? Ndio. Ulishawahi shuhudia mwanafunzi aliyefanywa kitu kibaya alifanywa nini? Ndio. Yule mwanafunzi alikuwa anafaulu sana kwenye mitihani yake, ila alivyomkorofisha tu yule mtoto akawa anafeli, anashika nafasi ya mwisho. Nafasi ya mwisho kabisa? Ndio. Ni kitu gani unadhani hatukijui? Wewe unakijua, unaweza kutuambia kitu ambacho hatukijui huko kwenye ufalme wa giza? Vitu vingi sana ambavyo vijui vinavyoendelea, lakini watu huaga hawachukulii serious wakiambiwa. Naam? Watu wakiambiwa huaga hawaamini. Watu wakiambiwa huaga hawaamini, lakini kumbe ni kweli. Mambo gani ambayo hawaamini? Ukiambiwa kwamba wachawi wanapaa kwenye ungo, anakuambia huo ni uongo. Umesikia kwamba watu wengi wakiambiwa chawi wanapaa kwenye ungo wanaambiwaga hawa ni waongo, kwamba hawachukulii serious, na ndio maana wanawezwa. Ndio. Kwa wewe kabla ya kuja hapa Dar es Salaam ulishawahi kuja kabla kwenye ungo? Ndio. Ulishawahi kuja? Ndio. Ulijua kwamba hapa ni Dar es Salaam? Ndio, nilijua. Tulitumwa kwenye nyumba ya mtu kaenda. Kwa mlituma kutokea huko Njombe? Ndio. Njombe wapi? Ludewa? Ndio. Kwa kutoka Ludewa ukatumwa mpaka hapa? Ndio. Na mlivyofika mkafaulu kuingia? Ndio. Na ulijua sasa huko Dar es Salaam? Ndio. Kwa kabla wewe kuja hapa kimwili ulishawahi kuja hapa kwenye ungo? Ndio. Na ukarudi? Ndio. Ulishakuja mara ngapi? Kama mara 4. Mara 4? Ndio. Mara zote ulikuja kukaba ama ulikuja kuua? Nilikuja kukaba. Ulikuja kukaba? Ndio. Okay. Sasa kukaba mnakabaje? Unamkaba mtu shingo, anakuwa hawezi kuongea, kupumua, anakuwa anahangaika. Unamkaba kwa muda gani au mpaka unavyojisikia wewe? Unamkaba unavyojisikia wewe. Ukitaka unamkaba hata dakika kama 5 hivi. Ukitaka unamwachia. Unamwachia? Ndio. Kuna kitu gani akikifanya unashindwa tena kuendelea kumkaba? Akitaja jina la Yesu. Akifanikiwa kutaja jina la Yesu? Ndio. Asipofanikiwa basi. Asipofanikiwa basi? Ndio. Ni kila mtu anafanikiwa? Hapana. Wala wanaofanikiwa huwa wana nini mpaka wanafanikiwa? Wala wanaofanikiwa wanakuwa na nguvu ya Mungu, ila mpaka ukafanikiwa kuongea neno ni vigumu sana. Ndio wala wanaosemaga Yesu. Unashangaa zoezi linaendelea. Ukitaka kusema Yesu unasema Yesu. Si ndio? Kwa mtu akikosea kulitaja vizuri halina nguvu. Ndio. Mnaendelea? Ndio. Ila mpaka afanikiwe kusema Yesu ndio unamwachia. Ndio unamwachia. Ndio. Nini kinatokea akitaja jina Yesu? Nini kinatokea kwako? Akitaja jina la Yesu utaona kama moto unakuunguza, unaondoka mara moja. Akitaja Yesu moto unatokea mara moja, unaondoka. Ndio. Na unakuwa una madhara baada ya hapo ya ule moto? Hapana. Nikishaondoka pale basi sirudi tena. Urudi tena? Ndio. Kwa mfano hapa kanisani mnaweza mkapita hapa hata kwenda kumkaba mtu mwingine upande wa pili? Hapa kanisani kwa hapa eneo hili hatuwezi kupita. Tunaweza tukapita eneo jingine. Kwa mnakuwa mnalizunguka? Ndio. Mkikatiza hapa inakuwaje? Tukikatiza hapa hatuwezi kufanikiwa. Kwanza tukifika kama pale hivi tunarudi. Mnakuwa mnaona nini kwamba pale pana kanisa? Yaani ukitaka kupita hapa utaona kama moto unarudi.
unarudi. Ndio. Ni makanisa yote yana moto ama machache? Machache sana. Machache sana. Ndio. Mengine mnakatiza tu. Ndio. Oh. Aise. Wapendwa, tupo. Mmoja alivyosikia unaweza kukaangwa ukawekwa kwenye chipsi. Hey. Okay. Ulivyokuwa huku unaweza kuwaona wenzako akiendelea kufanya kazi? Nilipofika huku mara moja tu ndo nilivyowaona. Toka siku hiyo sijawaona tena. Kwa ni kama wamekutenga. Ndio. Yaani kwa kifupi ni kwamba huyu yeye, sawa, alikuwa sio mchawi yeye kama yeye. Ila yeye alikuwa anaongozana na wachawi. Alafu nitawaambia kwa nini yeye hakuwa mchawi. Kuna kitu kimoja tu alikikosa. Ndio maana yeye hakuwa mchawi. Unajua uchawi huwa unaanza mpaka pale, yani uwezo wa uchawi huwa unaanza mpaka pale ambapo mtu atatoa sadaka ya kwake binafsi. Ndio hapo anaanza kuwa na nguvu inayotoka kwake. Yaani kwa lugha nyingine, kama huyu angefanikiwa kutoa kafara aidha la ndugu yake, mama yake, baba yake, wale watu wa karibu, ile sadaka ndio inayomuunganisha na ile madhabahu, kama sisi tunavyoenda kutoa kwa Mungu. Ndio inamuunganisha, anaanza kuoperate. Unalielewa hilo au ulielewa? Nakuelewa. Wewe haukudaiwa sadaka yote? Mimi sijadaiwa. Ila unajua kwamba mtu akitoa sadaka ndo anaanza kupata nguvu zake binafsi. Ndio. Unaweza kumtoa mama yako, baba yako. Unaweza kumtoa mama yako au baba yako. Ama baba yako. Ndio unaanza sasa kupaa mwenyewe. Ndio, unakuwa na nguvu zako mwenyewe. Unakuwa na nguvu zako mwenyewe. Umeona hiyo? Sasa hiyo hajaiongea, lakini mimi ninaelewa. Na ndio maana tunavyosema vijiambatanishe kwa sadaka. Yaani watu wengi hawaelewi. Na kati ya kazi kubwa mapepo yanafanya ni kuwafanya watu wasiwe wanajiambatanisha na sadaka, kupata nguvu zao wenyewe. Na ndio maana usikukuta mtu akasikia akaandika notes. Ukimwambia toa sadaka, mapepo yanamzuia ili isije akapata nguvu zake mwenyewe. Mmepata jibu? Wala ambao mnakujaga kanisani imradi kuja tu, mmefikiwa leo? Amen. Mmefikiwa leo? Unaona yale maombi ya Jumapili ya kusambaratisha giza Ndio. Ondoa giza, ondoa giza, ondoa giza, ondoa giza. Na nikawaambiaje, mnakumbuka sasa kuna kitu kimefanyika, mnakumbuka? Ndio. Nisema kuna kitu kimefanya nini? Kimefanyika katika ulimwengu wa roho. Aliyesema, sasa tunakuja kuangalia sauti mbili. Sauti ya kwanza ilimwambia sema. Aliyemwambia sema ni nani? Ni swali la kwanza. Aliposema, sauti nyingine kaja, kwa nini umesema? Aliyesema kwa nini umesema ni nani? Aliyesema sema ni Mungu. Kwa sababu akitoa siri, ufalme ule unakuwa hauwezi kufanya kazi tena. Aliyekuja kwa nini umesema ni wale aliokuwa akishirikiana nao. Saizi kwa nini apate muunganiko? Kwa sababu yupo kwenye nuru, hawezi pata muunganiko wa giza wa kupaa. Na ndio maana amesema. Na alivyosema namna hii, pona yake hawawezi kumkubali tena. Amen. Yaani huyu saizi hatakiwi kuonekana kwenye ule ungo, wala hatakiwi kuonekana katikati yao, kwa sababu amesema. Na ndio maana waga mapepo hapa hata uyabane mpaka moto ukole ndio anaanza kuongea. Hivi hawa hayaongei, kwa sababu adhabu ya kuongea ni kubwa, isiyo ya kawaida. Mmeelewa hiyo maneno? Mmeelewa vizuri mnamaliziaje? Ukitaka kwenda kumalizia, au ndugu yangu kama nataka kwenda kumalizia, bibi anaweza akabeba na kuna kama rungu fulani hivi. Rungu? Anaenda kumalizia kichwa. Anamgonga ko? Ndio. Halo?
Kwa akigonga po akinani wanambeba. Sasa mnambebea kwenye kale kaungu. Ndio. Kale kaungu na nyinyi mnamweka hapo. Ndio, anatosha. Anatosha? Ndio. Nakana kaungu akajai. Sasa mkifika kule mnamla muda huo? Ndio. Siku hiyo? Ndio. Mnaanza kufanya kazi saa ngapi? Saa 8, saa 9. Saa 8? Saa 8, saa 9, saa 10. Saa 8, saa 9 na saa 10. Ndio. Baada ya hapo hamwezi kufanya kazi tena? Ndio. Ikitokea itilafu ya ungo huku na ikafika saa 11 mnafanyaje? Kama imefika saa 11 kwanza hatuwezi kupitiliza. Ukipitiliza saa 11 hatuwezi. Tunaishi mwisho saa 10 na ikifika saa 11 narudi nyumbani. Kwa kule nyumbani unakuwa umeondoka mwili ama unaondoka wewe tu? Kule nyumbani wanaweza wakawa wanasema nimebaki bibi, kumbe sijabaki. Unaweza ukawa unamwamsha mtu lakini unamtikisa haamki. Ujue pale mtu pale hapana mtu ashaondoka. Mtu ameondoka. Ndio. Umeacha mwili wala ambao mnasema na usingizi fufufu. Jamani, ndio maana naambiaje maombi ya saa 9 yana vita. Wakati wao wanapaa, halafu wewe unaomba, unadhani watakubali? Nyinyi wamwashughulikia watu wanaoomba saa 9? Tunawashughulikia, hatutaki wafanye maombi yao kwa kuwa ule ndio muda wetu. Kwa hiyo mnafanya nini sasa? Utakuta mtu yupo anaomba usiku, wengine wanaomba wengine usiku wanakuwa wanaomba, utakuta katoka usingizini anaomba ambavyo havieleweki. Anaomba ambavyo havieleweki, yeye anaomba tu imradi ameomba. Pale tunapita vizuri. Mnasikia? Mambo sinafundisha hapa au? Anasema unakuta unaomba ambavyo havieleweki, unaamka saa 9 kuomba unaomba ambavyo wanapita na wewe. Kwa hiyo lazima aombe vinavyoeleweka. Ndio. Utakuta anaomba amelala kitandani, hajaamka. Na nyinyi mnakuwa mnamuona? Ndio. Anaomba kitandani. Amelala. Mnapita naye. Bwana we. Kwa hiyo sasa mtu gani akiamka akifanya nini ndio hamumgusi? Utakuta mtu ameamka usiku, ameamka vizuri, hana usingizi, anaomba vizuri, anaongea maneno yenye nguvu. Sasa mtu mwingine anaongea vitu ambavyo havieleweki. Huyo tunapita naye. Huyo mnapita naye. Mnaombaga baba asante mimi wana wewe. Na haya mambo mimi wanawafundishaga hapa. Nikawafundisha sema amkeni kama Jetli. Mnakumbuka? Nikaambia hakikisha unavyoomba hauna usingizi. Sinaambiaga hapa ombeni, sio unasema baba asante. Sinawaishega hapa kila siku. Leo mnaona haya mambo. Ulimwengu wa roho ni dhahiri sana. Dhahiri mno. Kila unachokifundisha hapa kinajulikana mbinguni, kinajulikana kuzimu, kinajulikana na wachawi na kila mtu. Kwa hiyo yeye bibi anakuwa anafumba macho, afumbi macho? Anafumba na yeye, ila yeye ndo anayejua kila kitu. Anafumba na anaona. Ndio. Bibi ndo aliyokuwa anajua. Inawezekana. Ni roho, ulimwengu wa roho. Unaweza ukaenda. Unaona maombi hapa tunafanya, tunaendaga hadi kwenye huko. Piga, unarudi, unaona ni roho, ulimwengu wa roho. Huyu anachokiongea unajua amenyoka sana, ni mkweli. Haongezi wala hapunguzi. Unajua
ni kama vyanzo. Mganga wa kienyeji anaweza ni mchawi na yeye, na pale ambapo anakuaga unaenda sio kwamba anakuponya, anachukua hela anakupoza, ukiondoka anakuongezea, unarudi anachukua hela. Ndio michezo anayoifanya. Kwa ni drama, kwa sababu mganga kienyeji na mchawi hawezi wakawa wanatoana, kwa sababu Yesu akasema ikiwa mimi nitatumia nguvu za Beelzebuli mkuu wa pepo kutoa pepo, inamaanisha ufalme umefitinika. Kwa ukweli ni kwamba hakunaga mganga wa kienyeji anayeponya, ila wanacheza na mentality ya watu kwamba anakuja kwa sababu ana uwezo wa kuondoa kichomi ili achukue hela yako, ukiondoka na kuchomeka tena. Ni michezo. Ni kama vile kesi ya nyani unaipeleka kwa ngedere. Ni michezo tu inachezewa. Mtu anayeweza kupona ni yule ambaye atatoka kwenye giza aje afunguliwe huku kwenye nuru. Huyo ndio amepona. Kwa hiyo wanaoendaga kwa waganga kienyeji huwa wanajichelewesha tu. Na kuchezewa tu, hamna cha maana. Kwa watu wengine tunaotaka kuwatoa, utakuta mtu ni tajiri, ana hela ila hana Mungu. Huyo naye tuna uwezo wa kumuua. Anaweza akawa tajiri, ana hela, ana nyumba, ana familia, na huyo tunaweza tukamuua. Okay. Watoto huwa mnawaua kwa sababu gani? Watoto wadogo? Kwa mimi sijaiua mtoto, ila nimaimuua mtu tunayelingana umri. Tulikuwa tunasoma wote darasa 6. Huyo hapo ndo niliyewahi kumuua, alikuwa rafiki yangu. Na mkamla? Ndio. Alikufanya nini? Alikuwa amenichokoza tu. Alikuchokoza? Ndio. Alikufanya nini? Tulikuwa tupo shule. Wa kiume wa kike? Wa kike. Tulikuwa tupo shule. Yeye akanichukulia kalamu yangu. Kalamu tu? Naomba nirudishie, yeye akutaka. Ambapo akunirudishia, mimi nikaenda kumwambia bibi. Ndio pale rafiki yangu siku hiyo akavunjika mguu. Alipovunjika mguu akakata siku 5. Wakaenda wazazi wake hospitali, wakasema hivi, mbona mtoto wetu anaumwa mguu? Mtoto huyo rafiki yangu siku hiyo akawa anahangaika sana. Basi bibi akatutuma tukaenda kumalizia. Hapo alikuwa ameshavunjika mguu ulikuwa umevimba. Akafa. Kwa mkamchukua mkaenda kumla? Ndio. Anayekuwa anajua kila kitu kuwa mwende sehemu fulani ni huyo bibi mwenyewe, manake yeye ndo walikuwa namuita malkia wa wachawi. Yeye ndio malkia wa wachawi? Ndio. Wa pale Ludewa? Ndio, ndo alikuwa namuita malkia wa wachawi. Ndio yeye alikuwa anajua, anawaelekeza wenzake waende sehemu fulani, au muda mwingine tunaenda na sisi. Yupo mpaka leo? Ndio, yupo. Nimemwacha huko nyumbani. Yuko nyumbani? Ndio. Umeelewa? Yeye ndo aliyekuwa anajua nani anafanywa nini. Na mara nyingi sana wakituma kombora kule wanamtarget mtu ambaye wanamjua aliyetoka kule, si ndivyo? Umeelewa? Ndio. Wale ambao wanatoka kijijini wanaenda mjini kutafuta, sio wanajulikana pale kijijini. Sasa kama atakuja huko hana Mungu, linatuma kombora linampata. Umeelewa jamani? Haya. Tumejifunza mengi. Yale ambayo tumejifunza.
Lakini nataka niongee machache. Huyu unayemwona sasa hivi yuko safi kabisa, na yeye hakuwa mchawi, sawa sawa, ila alikuwa anawezeshwa na miunganiko imekatika, na ndio maana akasema sema ili miunganiko ikatike. Kwa hivyo alivyosema huyu hawezi akahitajika tena. Sawa sawa.